Kule Zanzibar wanaendelea vizuri. Zanzibar kule si wamefanyaje? Wenyewe wako kwenye uchaguzi, wanaendelea vizuri. Wapinzani wanaendelea na wengine wanaendelea. Huku kumekuwa na shida. Kwa hiyo mimi kabisa nasema waziwazi kwamba makanisa hayajafunguliwa mpaka leo. Tuko kwenye vyombo vya haki kwa muda wa miezi 5, haki haijapatikana bado. Waumini wako wanazagaa, 3 wako mtaani, wananiuliza tufanyeje? Unategemea nini? Mahala ambapo mtu anaonewa, anatumia chombo cha haki kuipata haki, hawezi kuipata kwa wakati, unategemea huyu mtu atafanya nini? Kwa hiyo ninaomba sana vyombo vya haki viweze kufikiri na kuona namna ya kutoa haki ili watu wasife moyo. Ni muhimu sana sana sana. Watekaji wanaweza kufikiri wako salama. Mimi ni muumini wa Biblia. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 10 inasema hivi: mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, na mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Mambo ambayo mnayafanya kwa watu gizani, mambo yale yale miaka ijayo Mungu ataruhusu wafanyiwe watoto wenu mchana kweupe. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 inasema, yeye atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo naye itamwagwa na mwanadamu, maana kwa sura yangu nilimuumba mwanadamu. Nchi inapoanza kumwaga damu za watu wasio na hatia, wewe Waislamu, wewe Wakristo, wewe hawana dini, nchi inaingia kwenye laana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kuepuka jambo hili. Wale Wakristo wa Biblia mtafahamu vizuri. Bwana Yesu alipokamatwa, kama unavyojua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Alipokamatwa, mwanafunzi wake mmoja anaitwa Petro akachukua upanga akamfyeka mkamataji. Lengo lake lilikuwa zuri, wanamkamata bwana wangu ni wafyeke na wao. Bwana Yesu akamwambia Petro, ulichokifanya ni kizuri. Unanitetea mimi na kuniondoa kwenye tatizo kwa kutumia upanga, lakini mimi nakupenda. Ile Mathayo 26 mstari wa 52, Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wowote wa ushikao upanga wataangamia kwa huo. Maana yake anayeua kwa panga na atakatwa panga. Na habari kwa nyie watekaji, acheni. Na wale mlio wateka waachieni, mwachieni pole pole. Release pole pole, mwachieni pole pole. Kama hayupo mtuambie. Waachieni wengine ambao mmewateka, waachieni. Mtaifanya nchi iwe mahala pabaya.